Huwa tunasema amani amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Isipokuwa kwa Urusi na Ukraine, amani hiyo hakuna. Ni kwamba Kiev imeendelea kupokea kipigo kitakatifu, kipigo kikali kutokea kwa Urusi. Na hii ni usiku wa kuamkia Ijumaa, ambapo sasa Ijumaa kuamkia ambapo Kiev hii imeungua moto na maeneo mengi sana yamepigwa na Urusi kwa kushambuliwa kwa makombora ya kinzari, lakini pia na drones kutokea Urusi. Kwa sababu hapa kumekuwa ukifanyika mashambuliano ya hapa na pale, kwa sababu Zelensky naye sio kuwa hashambulii, anashambulia kwenye maeneo huko ya Urusi. Na Zelensky kwa sasa wanasema 60% ya silaha anatengeneza yeye mwenyewe pale. Teknolojia watu wa Ulaya walishamkabidhi, pamoja na kuwa wanaendelea kumpa silaha, lakini kikubwa kinachomtesa ni long range missiles, makombora ya masafa marefu, kwa sababu alikuwa anayahitaji haya sana ili basi aweze kuiadabisha Urusi, aweze kupiga Moscow moja kwa moja. Ndio maana mlikumbuka au mnakumbuka wakati ambapo Zelensky aliomba Tomahawks kutoka Marekani, lakini baada ya simu ya Putin na Donald Trump, basi maana alipiga simu wakati ambapo huyu bwana ndio yuko kwenye ndege kuelekea Marekani. Kwa hiyo baada hiyo simu, na alipofika kule Marekani wakamwambia hapana, haya makombora inabidi tubaki nayo hapa kwa ajili ya ulinzi wa nchi yetu, badala ya wewe kwenda kulipa kisasi. Kwa hiyo ni bora zaidi tubaki nayo kwa ajili ya ulinzi wa nchi na sio kwenda kulipa kisasi. Kwa ambacho Zelensky kinamsumbua ni makombora ya masafa marefu. Ndio maana kama mnakumbuka Operation Spiderweb ya Volodymyr Zelensky, ambapo alilipua kambi kama 5 hivi za Urusi na ndege 42 kuharibiwa. Mnakumbuka alitumia drones, lakini ilibidi waingie mpaka ndani ya Urusi, kitu ambacho ilikuwa ni riski kama wangekamatwa, maana ingekuwa ni shida sana. Lakini sasa yeye alichokuwa anakitaka ni makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Marekani alikuwa amekataa kuwa hapana, na sijui Putin pamoja na Trump waliongea nini mpaka akakataa. Kwa hiyo imekuwa hivyo, lakini bado Zelensky amekuwa akijitahidi, sio kuwa hashambulii, amekuwa akijitahidi. Ametengeneza drones ambazo ni drones kubwa kabisa, zina uwezo wa kwenda kilomita mpaka 2000. Hizo drones zimetengenezwa na Volodymyr Zelensky. Kwa hiyo hii kwenda kushambulia Urusi ndio matokeo yake. Sasa kisasi cha Urusi kikawa ni kikali, na Zelensky ameshambulia kwa sababu Urusi miji mingi inachukuliwa, hususan Luhansk na Donetsk. Nakumbuka tulikuwa tunakuambia hata upande wa Zaporizhia. Nakumbuka tulikuwa tunakuambia kuhusiana na mji Pokrovsk, lakini kwa sasa manake 80% ya Pokrovsk iko chini ya vikosi vya Urusi, lakini wakati huo wanaelekea upande mwingine kule Kupianski. Kwa hiyo hii ndio ikapelekea sasa Volodymyr Zelensky aanze kushambulia na yeye upande ule wa Urusi. Sasa ni kwamba kumesikika kwanza hiyo Ijumaa usiku kawa kumesikika sasa huko vingora, makombora ya ulinzi yale. Nakumbuka anaanza kupiga vingora kwanza, sikika vingora huko, na hivyo vingora sasa basi baadaye ikafuatiwa na mashambulizi mazito, mashambulizi makubwa ya drones pamoja na makombora. Makombora haya ni aina ya kinzari, makombora haya ni Kalibri, na makombora haya ni haya wanayahitaje, kinzari, Kalibri na makombora gani tena mengine, mbona nasahau jina lake, ambapo sasa pamoja na drones. Kwa hiyo kama mnavyokumbuka, nimekuwa nikiripoti hapa kuhusiana na mifumo ya ulinzi anayoitumia Zelensky ni ya watu wa magharibi, ni Patriots ambazo zimeshindwa kufua dafu kwenye makombora ya kinzari, nimekumbuka makombora ya Iskander na Kalibri pamoja na hizo drones yameshindwa. Hii mifumo ya ulinzi imeshindwa kufua dafu, ndio maana sasa kumetokea uharibifu, na Putin au niseme jeshi la Urusi lilikuwa linalenga zaidi kwenye hii tunaita energy infrastructure, miundombinu ile ya vyanzo hivi vya umeme. Na sasa hivi sijajua kama wameshaingia tayari kwenye msimu wa baridi au ndio wanaelekea, lakini anaharibu hivyo makusudi Putin, kwa sababu anataka huku mbele waseme po. Kikubwa anachokitaka Vladimir Putin ni
Ukraine ikubali kuachilia maeneo yake ya mashariki yaliyoko kule ukanda wa Donbas, kama jinsi ambavyo nimekuwa nikikuambia, masharti ambayo au niseme vigezo ambavyo hata naye Volodymyr Zelensky anaendelea kubisha kuwa hapana, mimi siwezi nikaachia, na kuachia huko hapana, na yeye ana masharti ya kwake. Kwa hiyo anakuwa kama masharti pande zote mbili, yani ni masharti yasiyotekelezeka. Unaona, yani kuna masharti wanayopeana ni masharti yasiyotekelezeka, ni ngumu. Tuseme hivyo, ni ngumu. Yani hata ukisema Urusi atekeleze haya masharti anayoyataka Zelensky ni ngumu, na Zelensky hataki pia kutekeleza masharti anayoyataka Urusi. Lakini endapo kama Ukraine akitekeleza masharti ambayo Urusi anayataka, kwake haitakuwa na hasara sana zaidi ya kupoteza maeneo. Ndio maana yake. Lakini endapo Urusi akakubaliana na masharti anayoyataka Zelensky, ni hatari sana kwa Urusi. Kwa sababu Urusi anachokitaka ni nini? Anataka lile eneo la ukanda wa Donbas, ile mikoa minne ambayo ni Zaporizhia, kuna Donetsk, Luhansk pamoja na Kharkiv. Haya maeneo, hii mikoa minne ukanda wa Donbas uwe chini ya Urusi na itambulikane kimataifa kuwa haya ni maeneo ya Urusi. Ndio maana yake. Hii sasa inatokana na historia, sitaki kwenda huko, na nimekuwa nikiongea hapa kwa wale ambao mmekuwa mkitufuatilia, kutokana na historia, kwa sababu wengine tukiongea hivi wanaona Putin ni shetani, kwa nini aende akavamie watu bila sababu? No, sio kuwa hakuna sababu, sababu zipo, na ndio maana hivyo. Kwa hiyo manake Zelensky atakachokuwa amekifanya, atakuwa amepoteza tu maeneo, basi hilo tu. Yani na maeneo yale, kwa sababu kule kuna wa Ukraine wanaongea Kirusi, kama nilivyokuambia, walikuwa wakinyanyaswa na serikali ya Ukraine tangu 2014 ambapo Urusi alipoichukua Crimea, alipoivamia Crimea na akaichukua, kwa sababu ni miji ya kimkakati ambayo kama Urusi hatakaa sawa sawa, manake hii ndio inaweza ikatumika kuishambulia Urusi. Kama mnavyojua ndugu zanguni, adui mkubwa wa Urusi ni Marekani. Adui namba moja wa Urusi ni Marekani, kama mnavyoelewa hivyo. Kwa hiyo na Marekani amemtafuta Urusi kwa njia nyingi, na kwa sababu tumekutafuta kwa njia nyingi ili tuweze kukupata na mambo kama hayo, kwa hiyo ikabidi sasa Marekani aunde umoja wa NATO. Ilikuwa 1949, na NATO ni mataifa yako pale Ulaya, ambayo akaunda hiyo NATO ambayo ni Northern Atlantic Treaty Organization, kitu kama hicho, kirefu chake kitu kama hicho, sijui, sina uhakika kama nimeongea sawa. Lakini sasa alipoiunda hii NATO huyu, manake NATO hii inadili na nani? Na Urusi. Kudili na Urusi NATO mpaka ikahakikisha umoja wa Kisovieti ukaanguka. Ndio 1991 umoja wa Kisovieti ukaanguka rasmi. Kwa Urusi akabaki amesimama yeye kama yeye, kwa sababu umoja wa Kisovieti ulikuwa na nchi 15, wakiwemo huko wakina Kazakhstan, Turkmenistan, Latvia, Estonia, yakiwemo hayo mataifa yote, na haya mataifa sasa ndio yalihama yakawa ni wanachama wa NATO. Kwa hiyo ndio mikataba hii sasa ambayo waliwekeana kuwa ukijiunga NATO, mimi hapo nakuja nichukue hatua, na usijiunge pia na umoja wa Ulaya. Ndio maana anasema akikubali Zelensky, atakachokuwa amekipoteza ni ardhi tu, atakuwa ameipoteza. Na na hasara hizi, kwa sababu hakutaka kukubaliana mwanzo. Angekubaliana mwanzo, hasara hizi za mali, miundombinu pamoja na binadamu au askari raia pia kuuawa, haya yote yasingetokea. Lakini kwa sababu alikuwa mbishi since day one, ndio maana hii imetokea. Kwa kwake hana hasara sana zaidi ya kupoteza hicho kipande, hiyo ardhi. Lakini kwa Urusi, yeye ukisema akubaliane na masharti ambayo mpaka dunia inaisha Urusi hawezi akakubali, hii kwake itakuwa ni mbaya, kwa sababu huyu Zelensky akijiunga NATO, akafaulu kujiunga NATO, na Putin hivi alivyoenda kufanya operation nchini Ukraine, manake NATO ingeingia kupigana na Urusi, jambo ambalo tungeingia kwenye vita vya 3 vya dunia. Na kumbuka aliongea Jens Stoltenberg ambaye alikuwa ni mkuu wa NATO, kwa sasa ni mstaafu, akasema kuwa tuliamua kuiepusha dunia na vita vya 3 vya dunia kwa yale ambayo Volodymyr Zelensky alikuwa anayataka. Alikuwa anataka kwanza vikosi vya NATO viingie Ukraine kuisaidia Ukraine kwa ajili ya kupambana
kupambana na Urusi. Anasema hilo tulilikataa, lakini pia kitu kingine akataka anga la Ukraine liweze kufungwa, Urusi asiwe na access. Akasema hapana, hii sasa itakuwa tumeingia kupigana moja kwa moja na Urusi mwenyewe. Kwa hiyo ndio bana, sasa unaona mambo yanakuwa yamekaa kwa namna hiyo. Ndio hizi sasa nginja zote unazoziona ambazo Putin anazozifanya iko namna hiyo. Lakini kwa kumalizia ni kuwa askari 8,500 wa Ukraine wamejisalimisha uko kwenye uwanja wa vita ukanda huu wa Donbas. Askari 8,500 wamejisalimisha. Ni namba kubwa sana na kupoteza ambako anakopoteza Volodymyr Zelensky. Kwa sasa anapigana vita ambavyo anajua kabisa hivi vita haendi popote, lakini sijajua kwa nini bado ameendelea kuwa mbishi. Asanteni sana unakuwa Mwafrika. Ninawashukuru.